Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Sifa na utukufu ziende kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Naam, ni majira na wakati mwingine hivi sasa ni kwa ajili ya neno la Bwana. Nataka tujifunze kidogo habari ya silaha nne. Silaha nne kwa ajili ya muamini aliye ndani ya Kristo. Silaha nne zitakusaidia sana kuzijua silaha nne na kuzitumia katika maisha yako ya kila siku, wewe ambaye unaamini Mungu yupo, Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hizi silaha nne, kwanza nataka tuombe. Baba mbinguni mtakatifu, ketie mahali pa juu kwenye kiti chako cha enzi cha rehema na neema. Asante kwa damu ya Yesu, asante kwa damu yako Baba mbinguni iliyomwagika pale msalabani. Ni damu yako Mungu. Damu ya mwana Mungu ni damu ya Mungu. Asante Mungu kwa hiyo damu. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa uzima uliotupa. Ninaomba rehema zako kwa damu iliyomwagika msalabani, ikafute kila ina hatia kwangu, kwenye nafsi, moyo na mwili. Nitakaswe kwa damu ya Yesu. Uachilie rehema zako na utakaswe kwa damu ya Yesu, kwa ajili ya dhambi, uzembe, kutotii neno la Mungu. Achilia rehema na utakaso kwa damu yako Baba mbinguni ilimwagika msalabani, kwa ajili ya mahali hapa, katika hii ardhi, anga, hali ya hewa na vitu vyote vinavyonizunguka mahali hapa. Damu yako Yesu ikanene mema. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Naam, sasa tunajifunza habari za silaha. Silaha, ujue kwamba tunapojifunza silaha ni kwa ajili ya kutusaidia kushinda tunapopigana vita vya kiroho. Mungu ni roho, na vita vyetu sisi tulio katika imani vipo katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa nyama, ni katika ulimwengu wa roho. Sasa nitataja hizi silaha ambazo zitakuwa zinakusaidia na zimekuwa ni baraka kubwa. Lakini unapozijua kwa undani, ndipo ambapo utazitumia vizuri. Kumbuka, kila siku unahitaji upate neno la Mungu, na ili neno la Mungu ndio litakusaidia. Neno la Mungu ndio msingi wa maisha bora ya mwanadamu, katika roho na hatimaye katika mwili. Naam, hebu tuangalie katika silaha ya kwanza kabisa. Silaha ya kwanza inaitwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hii silaha tunaiona ukiangalia Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura, nitasoma Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ili jina linaokoa, linakushindia vita, linaokoa. Nisome tena kwa mara ya pili. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Naam, hili jina la Yesu Kristo wa Nazareti laweza kutuokoa. Twaweza kulitumia jina la Yesu kuharibu kazi za ibilisi. Twaweza kutumia jina la Yesu kuharibu kazi za mizimu. Twaweza kutumia jina la Yesu kuharibu kazi za kichawi. Twaweza kutumia jina la Yesu kuharibu kazi za kiganga. Twaweza kutumia jina la Yesu
kuzishinda kazi zote za yule adui. Na katika jina la Yesu yumo mwenye jina, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Unapojua kwamba katika jina la Yesu yumo mwenye jina, basi kiwango chako cha imani kinaongezeka. Kadri utakapozidi kulitumia jina la Yesu, ndipo utakapozidi kukua kiimani, na ukijua ndani ya jina la Yesu yumo mwenye nguvu kupita nguvu zote, Mungu mwenye nguvu, Yesu Kristo wa Nazareti. Pia anaitwa mshauri wa ajabu, mtenda maajabu, Baba wa milele, mfalme wa amani, yumo katika hilo jina. Katika jina la Yesu tunapata ushindi, silaha hiyo. Sasa tunaangalia tena Matendo ya Mitume sura ya 3. Sura ya 3 Matendo ya Mitume. Tunamwona Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6, tunaona Mtume Petro anasema, Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6. Ninasoma katika jina la Yesu. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Kwa hiyo tunatambua hapa katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6 anaposema, lakini ni Petro anasema, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Mstari wa 7, akamshika mkono wa kuume akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Mstari wa 8, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Huyu mtu alikuwa kiwete kwa muda wa miaka mingi sana, lakini ule ukiwete ule ilikuwa ni kazi ya adui, ni kazi ya Ibilisi. Ilipokutana na jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ilitoweka kabisa, na huyo kiwete vifundo vya miguu yake vikapata nguvu, akapokea uponyaji wa papo kwa papo. Shida yake ilikuwa ya muda mrefu. Inawezekana kuna mambo yamekusumbua kwa muda mrefu. Litumie jina la Yesu kuharibu kazi za Ibilisi katika hilo jambo. Naam, hiyo ni silaha ya kwanza. Silaha ya pili, damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni silaha. Damu ya Yesu ni silaha, tutaitumia. Unaitumia namna gani? Unaitumia kuharibu kazi za adui, unaitumia katika vita na kupata ushindi. Ndio mahali pekee. Kama ulitumia jina la Yesu hukupata majibu, tumia damu ya Yesu. Ndio mahali pekee ambapo imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Haijaishi hapo, imemalizia na kwa neno la ushuhuda. Neno la ushuhuda ndio hilo ambalo linatupa haki kwa jina la Yesu, kwamba hatutaki kuangamia, hatutaki kufa, hatutaki kuhukumiwa. Nataka nisome Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Naomba nisome tena. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nisome kwa mara ya mwisho. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo, ndio damu ya Yesu, na kwa neno la ushuhuda wao. Naam, tunashuhudia. Anasema ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hatukupenda hata kuhukumiwa.
utatumia damu ya Yesu. Utatumia damu ya Yesu ili kujipatia ushindi, na damu ya Yesu itakuwezesha, kwa sababu ndani ya damu ya Yesu yumo mwenye damu. Ndani ya damu ya Yesu yumo mwenye damu, mwenye nguvu. Ndani ya damu ya Yesu yumo Mungu mwenye nguvu, ambaye ni Yesu, ambaye si tu kwamba ni mwenye nguvu, ni mwenye wivu. Kwa nini kwenye damu tumetangaziwa ushindi? Kuna sababu. Katika neno la Mungu ukisoma Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 24, Mungu wetu ni Mungu ni moto ulao, ni Mungu mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Kwa hiyo Yesu akisikia ile damu aliyomwaga msalabani, anaona wivu, anaenda kujidhihirisha upesi inapotamkwa damu yake. Ndio maana tumetangaziwa ushindi, kwamba mnaweza mkatumia jina Yesu. Sasa jina Yesu hujapata matokeo, ingia kwenye damu yake, tamka damu yake, ataona wivu, atajidhihirisha kwa kiwango kipi? Cha moto ulao. Ngoja nikusomee Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 mstari wa 24. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 24. Kumbukumbu la Torati nasema hivi, Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 24. Nasoma katika jina la Yesu. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu, yani Mungu wetu Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mwenye nguvu, Baba milele, mfalme wa amani, mtenda maajabu, mshauri wa kipekee, ni moto ulao, ni Mungu mwenye wivu. Anaona wivu, anampiga adui kwa hasira kubwa, kwa ghadhabu, akikumbuka kwamba ni wewe ulisababisha damu yangu imwagike pale msalabani, ni wewe ulinitesa, sasa na mimi ninalipa kisasi. Anajidhihirisha kwa ajili ya ushindi. Ndio maana imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda hata maisha yao, hata kufa, manake hata kuhukumiwa, hata kuteswa, hata kuonewa. Matumizi ya damu ya Yesu ni makubwa sana, na Mungu anajidhihirisha kwa kiwango kikubwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Anza sasa kutumia. Naingia silaha nyingine, silaha ya tatu. Silaha ya tatu. Silaha ya tatu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Nitasoma Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasoma kwa mara pili kwa jina la Yesu. Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nisome kwa mara tatu na mara mwisho. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Unaona, aliponya wote. Kwanza ukiangalia hapo,
nguvu za Roho Mtakatifu. Aliponya wote. Yesu alikuwa amejawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Alijawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa kitendo cha kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu ndiko ambako kulimsababisha Yesu aweze kuponya wote, sio baadhi, wote. Kwa maana nyingine, kama ni vita, alishinda vita vyote. Ndio maana kwambia hii silaha ya nguvu za Roho Mtakatifu itakushindia katika vita vyote unavyopigana. Unaweza kaniuliza, sasa nitapataje? Ukifuatilia yale masomo ninayofundisha, nilifundisha jinsi ya kupata uwepo wa Roho Mtakatifu au udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Jenga tabia ya kuomba toba kwa ajili ya mambo matatu. Omba toba au omba rehema za Mungu kwa ajili ya mambo matatu. Moja, dhambi, kwa Kiingereza sin. 2, uzembe, kwa Kiingereza laziness. 3, kutotii neno la Mungu, kwa Kiingereza disobedient. Omba toba kwa ajili ya hayo mambo matatu, kwa sababu ndio mambo ambayo wanadamu huwa yanatusumbua mara kwa mara. Unapoomba toba, kwa mfano, ukiomba toba dakika 10, dakika 20, nusu saa, dakika 45, saa 1 na kuendelea. Kadri unavyoomba toba kwa muda mrefu, ndipo unapopokea ujazo mkubwa wa Roho Mtakatifu kutamalaki hapo. Na kitu kingine kizuri cha kipekee ni kwamba huyo Roho Mtakatifu unapotia nia na kusema na kuomba na kufanya, ndipo ambapo anakusaidia ili hali iwe endelevu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ndio unamdhihirisha Mungu mwenyewe, ndio unaufanya uwepo wa Mungu. Ndio maana Yesu alitenda kazi katika hii Matendo sura 10 mstari wa 38. Labda nikupe ushuhuda kidogo. Nilikuwa nasoma kitabu ambacho si lazima uamini kwa sababu mimi nilisoma, lakini miaka mingi sana, miaka 1870 na kitu hivi, nchi za Australia kule kulitokea ugonjwa wa tauni. Ugonjwa wa tauni mara nyingi wanasema unasababishwa na panya. Watu inasadikika walikuwa wanakufa katika kipindi hicho kama inzi ambao wamepuliziwa sumu, wanakufa kwa wengi. Sasa mchungaji mmoja alikuwa ndani ya mwezi mmoja alikuwa amepoteza waumini takribani 40. Kwa maana halisi ni kwamba kila siku ya Mungu, kwa wastani kila siku ya Mungu aliweza kuzika muumini mmoja au zaidi. Maana unapokuwa umepoteza takribani waumini 40, wiki moja na siku 7. Mwezi una siku 30 au 31. 40 manake kuna wakati alizika mmoja au alizika wawili. Sasa huyu mchungaji alikuwa ni mzungu, wana tabia kuvaa kofia. Kipindi cha jua anapenda kuvaa kofia ili kupunguza kuweka kama kivuli fulani. Zile kofia wanaita shumburere. Shumburere ni aina ya kofia wanapenda sana kuvaa wa China kama wanavuna mpunga, wanapenda zinakuwa huku kidogo zimeenda pembeni huku kwa ajili ya kuweka kivuli cha kutosha. Sasa huyo mtumishi, kama utafuatilia kwenye mtandao, anaitwa Dr. John Alexander Doye. Alikuwa ni mchungaji, Dr. John Alexander Doye. Ukifuatilia habari zake, alikuwa ni mchungaji, mwanazuoni, mwanatheolojia mzuri sana, na amelihudumia kanisa kwa muda mrefu. Sasa aliingia kwenye chumba chake cha maombi, akiwa amekaa mezani, akachukua kofia yake akaiweka mezani, akaanza kulia. Huko analia, lakini anamuuliza Yesu, anasema, Mungu, Yesu, je, sisi sote tutaondoka kwa design hii? Ni wewe umeuleta ugonjwa huu? Ni wewe unasababisha vifo vyote hivi? Wakati anafanya haya maombi, ghafla wakati machozi yanatiririka kwenye uso wake,
ghafla akaona akafunuliwa macho. Matendo sura ya 10 mstari wa 38 inaning'inia mbele yake kama vile maandishi yako ubaoni. Akawa anaona sasa. Akaamua akachukua Biblia akasoma Matendo 10:38. Ngoja nikusomee tena. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuwaponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa kusoma tu ile andiko akatambua, kumbe aliyeleta ugonjwa ni Ibilisi. Kumbe anayeonea watu ni Ibilisi. Akawa ameshatambua kwamba kumbe nilikuwa sina ufahamu, sasa nimeshapata ufahamu. Unajua, unapofunuliwa namna hiyo, automatically unapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Alikuwa katika uwepo wa Mungu, manake alikuwa amepokea sasa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akajidhihirisha kwake, akamwambia, manake alikuwa anampa jibu kwamba anayewaonea, aliyeleta huo ugonjwa wa tauni, watu wanakufa ovyo, ni Ibilisi, sio Mungu, sio Yesu. Alipotoka, kabla hajamaliza kuomba, akasikia mfanyakazi wake anakuja kwa kasi, akagonga mlango, akamwita pastor, kwa Kiingereza ni mchungaji pastor. Akamwambia, tafadhali, Maria anaumwa, hali yake ni mbaya, anataka kukata roho, twende ukamwombee. Ilikuwa zahanati iko karibu. Akiwa na ujasiri, Roho Mtakatifu nguvu zake zinakupa ujasiri. Roho Mtakatifu anakupa ujasiri, nguvu za Roho Mtakatifu zinakupa ujasiri. Akaondoka pale akiwa tayari anajibu moyoni wake kwamba naenda kushinda vita, kwa sababu nimeshamjua kumbe anayetusumbua, kumbe anayetutesa ni nani? Ni Ibilisi. Akaenda pale akamwombea Maria, akasema, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, ninadai uponyaji kwa Maria. Nimekutambua wewe Ibilisi, toweka, huna nafasi. Wewe ugonjwa wa tauni, toweka, huna nafasi kwangu. Akaomba. Baada ya hapo, Maria yule muumini wake akapata uponyaji. Wakashangaa, maana ndugu alikuwa anatarajia kwamba yale ni maombi ya mwisho kuomba aondoke. Wakashangaa, mchungaji anadai maombi ya uponyaji, anaomba maombi ya uponyaji, anadai uponyaji kwa jina la Yesu Kristo Nazareti na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Basi akapokea uponyaji Maria hapo. Kuanzia pale, mchungaji yule Dr. John Alexander Doye hakupata tena kupata msiba kwa waumini wake tokea hiyo siku. Sasa na wewe pata somo. Njoo kwenye Biblia, unamuona Yesu Kristo wa Nazareti kwa nguvu za Roho Mtakatifu aliombea wote waliokuwa na magonjwa aina mbalimbali. Maana alishinda vita vyote vya aina zote, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni silaha ya ushindi wa kipekee. Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni ujazo. Kwa hiyo ujazo wa Roho Mtakatifu ni ujazo wa Mungu, ni uwepo wa Mungu. Ninafurahi sana. Kuna siku moja Bwana aliniambia, nilikuwa namlilia, ninamuomba. Akaniambia, Yoshua, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Haleluya. Ukisoma hili andiko linapatikana katika Kutoka 33 mstari wa 14. Na wewe pia laweza kukufaa. Kila muumini laweza kumfaa. Ni wakati upi ambapo uso wa Bwana utakwenda pamoja nawe? Kwanza Bwana anaposema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha, anamaanisha uwepo wangu utakwenda pamoja na wewe, nami nitakupa ushindi, nami nitakupa amani, nami nitakupa baraka, nami nitakupa hitaji. Ni wakati upi? Nguvu za Roho Mtakatifu zinapokuwepo. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, anza na wewe kutumia hiyo silaha. Naam, twende tena silaha nyingine. Silaha nyingine ni silaha ya 4. Taja silaha ya 4 kwa somo la leo. Naposema silaha ya 4 niseme ndio silaha kwa kipindi cha leo, wakati hii ndio silaha ya ushindi, silaha ya mwisho. Nimesema silaha 4. Silaha ya mwisho hii hapa. Nasoma katika kitabu cha Ufunuo. Nasoma katika Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9. Sasa hii silaha inaitwaje kwanza? Silaha hii inaitwa neno la Mungu
na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Nasoma katika Ufunuo sura 5, Ufunuo wa Yohana sura 5 mstari ule wa 9. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Nasoma tena kwa mara pili. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Nasoma kwa mara tatu, lakini nitasisitiza kabisa hapo kwenye kufunua. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Kuzifungua muhuri zake. Kuzifungua muhuri zake. Kufunua siri. Kufunua nini? Siri. Anaendelea anasema, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Anaposema kuzifungua muhuri zake, ikiwa mwanadamu amefungwa, Mungu mbinguni watu wake ameweka katika kitabu cha uzima. Kitabu cha nini? Cha uzima. Kwa hiyo kitabu unajua kina asili ya kufanyaje? Unaweza ukakifungua, unaweza ukakifunga. Sasa Ibilisi huwa anachukua jina la mtu, anaandika kwenye kitabu chake, naye ana kitabu. Kwa hiyo anafunga, anakufungia kule. Akisha kufungia, ili upate kufunguliwa, wewe uliofungwa katika kile kitabu, ni lazima upate neno la Mungu na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Manake Roho Mtakatifu atakufunulia, atakueleza shida iko wapi. Hapo katika neno la Mungu na ufunuo wa Roho Mtakatifu, anaweza kaonyesha chanzo cha tatizo. Anafunua siri iliyofichika. Na kwa maana hiyo itakuwa ni silaha ya kukupa wewe ushindi. Nimesimulia kidogo habari ya mtumishi wa Mungu ambaye ni miaka mingi iliyopita, Dr. John Alexander Doye, nimekueleza. Lakini kwenye Biblia unamuona Petro, unamuona Yesu, unamuona Petro anatumia jina la Yesu. Naam, unamuona Yesu katika Matendo sura 10 mstari 38. Kwa hiyo kupewa Matendo 10:38 na kumepewa neno la Mungu. Lakini sasa unapoujua ujumbe uliopo hapo ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Matendo 10:38 ni neno la Mungu. Na kuujua ujumbe kitu gani kifanyike ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama hivi hii Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9. Hili ni neno la Mungu. Lakini kuzifungua muhuri, ndio mwenye mamlaka ya kuzifungua muhuri, kufungua siri, kufungua kamba zilizofungwa, kufungua minyororo, kufungua pingu. Kila aina ya kifungo aweza kukifungua. Kwa hiyo Yesu Kristo yeye mwenyewe ni neno. Na mwongozo wa Roho Mtakatifu ni ufunuo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Hizi silaha 4 uendelee kuzitumia mara kwa mara. Zitakuwa baraka kubwa katika maisha yako ya kila siku na katika vita vya kiroho na katika huduma. Nataka niombe nawe. Baba mbinguni mtakatifu, ketie mahali pa juu kwenye kiti chako cha enzi. Asante kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu kwa ajili ya somo la leo, kwa ajili ya muumini huyu ambaye anaamini kwamba Yesu liteseka, ukafa kwa sababu ya dhambi zetu, na Mungu alikufufua, uko hai. Na kwa neema yako Mungu umetufunulia hizi silaha tuweze kuzitumia katika maisha yetu ya kila siku. Silaha ya kwanza nimeitaja ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Silaha ya pili nimeitaja ni damu ya Yesu. Silaha ya tatu nimeitaja ni nguvu za Roho Mtakatifu.
Na silaha ya 4 nimeitaja ni neno la Mungu na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Hizi silaha zikawe baraka kwako na kwa wengine. Shirikiana na watu wengine katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zikakubariki wewe na uzao wako na marafiki zako. Shirikisha na watu wengine. Hii ni kazi ya Mungu, inazidi kusonga mbele. Ubarikiwe kwa somo hili na tuendelee kupata mafundisho zaidi kuhusu neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shirikiana nami kwa kutoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu ili tuweze kuboresha hii huduma ipate kuwafikia wengi dunia nzima. Usiwaze wewe tu, dunia nzima iwafikie. Maana yasema injili inatakiwa iende kwa kila kiumbe, yani kwa kila binadamu imfikie. Kila nafsi ipate ujumbe wa neno la Mungu, upate injili, upate kumjua Yesu ni nani. Watu wanatakiwa waumini, watu wajue hizi silaha namna kuzitumia kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Shirikiana nami, namba ya Airtel kama utatuma sadaka yako 0784 477 277 0784 477 277 ni Airtel Money. 0784 477 277. Mungu akubariki sana. Ukihitaji maombezi pia waweza kunishirikisha. Kama unaumwa sana, hali yako si nzuri, hiyo namba usithubutu kupiga. Hiyo namba waweza kuitumia, utabipu mara 3, nitajua hitaji lako nami nitafanya maombi na wewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na pia waweza kutuma ujumbe mfupi tu, niombe nina shida fulani, nami nitapeleka mbele za Mungu kwa ajili ya maombi. Tuma kupitia hiyo namba 0784 477 277. Nimekuambia kama unaumwa usipige, wewe uko kwenye shida. Ni bipu mara 3, nitajua shida yako. Mimi nitakuombea kwa jina la Yesu, nitakupigia. Au tuma ujumbe mfupi sana, eleza shida yako ni nini. Usieleze mambo mengi sana, itasumbua kwa sababu ni wengi ambao wanaweza katuma ujumbe sasa kusoma na kuzipitia moja baada ya nyingine isilete shida. Ueleza shida yako kwa kifupi sana. Mungu akubariki na Roho Mtakatifu akuongoze. Usisahau, ili ni somo la Mungu limekujiria kwa neema ya Mungu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mimi ninaitwa Yoshua Mwampeta au Nabii Yoshua Mwampeta. Naweza nikakupa neno la Mungu kama Yesu alivyonifundisha. Nawe ubarikiwe sana, nazidi kufundisha masomo mengi yatazidi kukujilia, na Bwana kubariki. Peleka hizi baraka, sambaza upendo kwa watu wengine ili watu waokolewe katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen.